Yes, habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo, na hapa leo kitu kikubwa ambacho tumekuletea hapa ni kuhusiana na kinachoendelea kuna klabu ya Young Africans ambayo tayari wameshakwisha kuingia mazungumzo na moja kati ya kocha ambaye anatajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Ni kocha gani huyo na ni nani? Taarifa zote tunazo hapa. Nikusihi kwamba endelea kuwa pamoja nasi mwanzo wa taarifa hii mpaka mwisho uweze kujua ni nini kinachoendelea. Lakini kwa hapa tumekuandalia taarifa yote kamili. Na kabla hatujaangalia taarifa hii, nikukaribisha tena kwa mara nyingine. Kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa, nikwambia tu kwamba umepita na taarifa nyingi, ili sasa usiendelee kupita na taarifa zetu. Hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usahau ku comment na kushare kwa watu wengine ili waweze kujua nini kinacho patikana katika channel yako hii pendwa ya michezo. Lakini mara baada ya kusubscribe utabonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapokuwa tunakuletea taarifa hizi. Mara baada ya kocha wa klabu ya Young Africans Lomeni Fauzi kutokuwa na kiwango bora kiasi ambacho kwenye michezo kadhaa ambayo amesimamia klabu hiyo ya Young Africans, hatimaye uongozi wa klabu ya Young Africans umeanza mchakato wa kutafuta mwalimu mpya ambaye atakuja kurithi mikoba ya Mfaransa huyo. Na majina ambayo yametajwa kwa ukubwa na yanayozidi kutajwa kwa ukubwa katika klabu hiyo na ambayo tumeyapata kutoka kwa viongozi wa karibu wa klabu ya Young Africans ni aliyekuwa kocha mkuu wa klabu hiyo zamani Ardina Nasser Nabi, ambaye kwa sasa yupo nchini Tanzania. Lakini mara baada ya tetesi hizo HNT Media imefanya utafiti wa kumtafuta kocha huyo ili kujua ukweli kuhusiana na jambo hilo. Nabi alisema nimeona watu wanasema nimekuja hapa Tanzania kwa ajili ya Simba na wengine wanasema nimekuja hapa kwa ajili ya Yanga. Hapana, nipo hapa kwa safari yangu binafsi na nadhani ni mara yangu ya 3 nakuja hapa Tanzania. Tanzania ni nyumbani na ndio maana napenda sana kuja hapa. Tangu nimefika sijakutana na kiongozi yoyote wa Simba wala kiongozi yoyote wa Yanga, aliongea Nabi. Lakini pia jina lingine ambalo lipo mezani kwa uongozi wa klabu ya Young Africans ni kocha mkuu wa kikosi cha Gaborone United kutoka Botswana, ambaye siku chache alikuwa nchini akiongoza kikosi hiko kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika mbele ya Simba Sports Club. Dimitar Tavel raia wa Ubelgiji naye anatajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans, na jina lake likiwa juu kabisa kati ya majina ambayo yanatajwa kuhusishwa katika uongozi wa klabu ya Young Africans. Mpaka sasa hivi uongozi wa klabu ya Young Africans hujatoa taarifa rasmi ya hatima ya Lomeni Fauzi, lakini taarifa za ndani kabisa zinaeleza kwa uongozi wa klabu ya Young Africans unataka kutumia muda huu wa international break kupisha kalenda hii ya FIFA kwamba wapate mwalimu ambaye ataandaa kikosi chake mapema kabla ya FIFA break haijaisha. Lakini kama Young Africans wanahitaji kocha mzuri na wanataka kubadilisha mabadiliko kwenye benchi lao la ufundi, basi wanapaswa wacheze vizuri sana kete zao, kwa sababu makocha wazuri kwa sasa ni nadra sana kuwapata wakiwa hawana timu. Nadhani dhamira yao ni kusuka kikosi imara. Basi kocha wa Gaborone United bwana Dimitar Pandev raia wa Ubelgiji itakuwa ni chaguo sahihi kwa upande wa klabu ya Young Africans. Pandev ana historia ya kufundisha michezo wa futsal huko Bulgaria unaohusisha wachezaji 5 kila timu, na akawa bingwa mara 5. Alipitia pia katika timu ya taifa ya Bulgaria. Aina ya mpira wa Young Africans na ile kasi yao wanayohitaji zaidi, huyu mwamba nahisi ni mtu sahihi ambaye anaweza akaifanya bila shida yoyote, na wachezaji waliopo katika kikosi cha Young Africans wengine timu zingine zitabaki zinalaumiana tu kutokana na kasi ya wachezaji walioko katika timu ya klabu ya Young Africans endapo watamchukua huyu kocha wa Gaborone United Dimitar
atakuja kuhakikisha kwamba anawafikisha Young Africans katika nchi ya ahadi, na ni moja kati ya kocha ambaye pia hana mahusiano mazuri na Gaborone United kutokana na taarifa ambazo tunazo, na huenda ikawa ni njia sahihi kama Young Africans watamhitaji, basi watampata kwa urahisi sana. Stories zilizopo sasa hivi ndani ya klabu ya Young Africans ni kuhusiana na kocha huyo Romain Folz, ambaye kwa sasa hana mwenendo mzuri katika kikosi cha Young Africans, na watu na mashabiki wengi wakizungumza kwamba hawamhitaji kwa sasa, wanahitaji aondoke na aipishe klabu hiyo ya Young Africans kutokana na kutokuwa na mwenendo mzuri katika klabu hiyo ya Young Africans. Mashabiki na comment nyingi za mashabiki ambazo nimezipata, wote wanazungumzia kwamba Romain Folz ni bora angeondoka kwa sasa kabla mambo hayajawa magumu zaidi, ambapo mpaka anakuja kutoka klabu itakuwa ameshaigharimu na imeshakwisha kuingia kwenye mlima mzito wa kuhakikisha kwamba wanaupanda ili kufikia katika malengo yao ambayo wamejipangia. Malengo ya klabu ya Yanga ni kuhakikisha kwamba wanatinga hatua ya makundi ligi kuu ya mabingwa barani Afrika, ambapo mechi sasa inayofuata ama kikwazo kikubwa ambacho kinafuata ambacho Young Africans anatakiwa akakikwamue ni dhidi ya Silver Strikers ya Malawi, ambayo Young Africans mchezo unaofuata atakwenda kucheza mechi hiyo nyumbani na ugenini, kitu ambacho kitawafanya Young Africans waweze kuwa na tiketi moja kwa moja kutinga hatua ya makundi ligi kuu ya mabingwa barani Afrika. Ni lazima wakiruke kihunzi hiki cha Silver Strikers ya Malawi, na kitu ambacho kama klabu ya Young Africans wanahitaji ni kuhakikisha kwamba wanapenya katika kiunzi hicho. Je, swali la kujiuliza sasa kwamba kwa mwenendo wa Romain Folz, je, Young Africans watakivuka hicho kiunzi kuelekea katika ndoto yao na malengo yao ambayo wamejiwekea katika msimu huu? Ndio hicho kitu ambacho watu na mashabiki wa klabu ya Young Africans wengi wanapiga kelele juu ya uwezo wa mwalimu Romain Folz. Licha ya kwamba katika mechi 5 ambazo amecheza katika kikosi cha Young Africans, mechi 4 akishinda, lakini uwezo wa kocha huyo umekuwa hauridhishi. Ni mechi moja tu ambayo ametoa suluhu, ambayo amecheza na Mbeya City katika ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, alicheza na Mbeya City na kutoa suluhu ya bila kufungana. Lakini mechi 4 zingine ambazo amecheza zote ameshinda. Licha ya hivyo kwamba amekuwa na mwenendo mzuri, lakini ni kwamba Young Africans mashabiki wake hawamwelewi kabisa kocha huyu, na kuna wengi ambao wanaliamini hilo, na baadhi ya mashabiki katika mchezo wao wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League ambapo walikwenda kukutana na Mbeya City, walikaribishwa na Mbeya City, baadhi ya mashabiki walianza kuimba hatumtaki kocha aondoke, hatumtaki kocha aondoke. Kwa hiyo ni ishara mojawapo ya mashabiki kutoridhishwa naye, licha ya kwamba msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe alizungumzia hilo la mashabiki kuimba kwamba hawamtaki kocha, akizungumzia kwamba ni issue ya kawaida kwa makocha, kwa sababu kuna makocha wengine wakubwa zaidi ya Romain Folz washaimbiwa hivyo, tena wengine wakipigiwa kelele zaidi ya hizo ambazo alikuwa anapigiwa Romain Folz, na akizungumza kwamba bora Romain Folz anapigiwa kelele za aondoke hatumtaki kocha, yeye akiwa anazisikia lakini haelewi maana yake kwa sababu hajui Kiswahili vizuri. Lakini makocha wengine ambao wameshapita huko wanatukanwa hivyo na wakiwa wanaelewa nini mashabiki wanahitaji. Kwa hiyo ni changamoto ambayo makocha wengi wanaitumia, lakini haimaanishi kwamba uwezo wa Romain Folz kwamba ni mdogo hawezi kuiongoza klabu ya Young Africans. Kwa hiyo aliwataka mashabiki wa klabu ya Young Africans wawe wapole ili kuona kwamba ni nini ambacho sasa watakwenda kukiamua katika meza ya tathmini baada ya kuwepo ama kudorora kwa uwezo na kiwango cha klabu ya Young Africans. Bana, taarifa nyingi zipo hapa na sisi tupo hapa kwa ajili ya kukuletea taarifa hizi. Hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini pia comment yako ni muhimu sana. Dondosha comment yako hapo, sisi tutakuja kupita nayo katika updates zijazo. Langu jina naitwa Dio, tukutane katika updates zijazo. Bye bye.